Habari ni wapendwa, natumai mko poa, wagonjwa poleni, wazima tuzidi kumshukuru Mwenyezi Mungu. Karibuni katika sehemu yetu ya kwanza ya simulizi yetu ya penzi la kichaa mpelelezi. Wahenga wanasema utamu wa ndoa ni mtoto au watoto, lakini kwangu ilikuwa ni tofauti kabisa. Nimekaa miaka 7 na mume wangu Brown bila kujaliwa mtoto, na kipindi chochote ndoa yangu ilikuwa ni ngumu, yaani ni ngumu, yaani mithili ya mkojo mbichi. Nilipokea vijembe kutoka kwa mawifi, kwa mama mkwe, kwa majirani na hata baadhi ya rafiki zangu. Nakumbuka siku moja mama mkwe alivuka mipaka, yaani aliongea na alinichana live, akaniambia, wewe Zamda, yaani unajaza tu choo cha mwanangu hapa nyumbani na kufilisi yaani mali zake bila kumpa faida yote. Mwanamke huna mayai, na mayai yako yote ulitumia kwa ajili ya kukaangia chips. Malaya wewe. Alisema mama mkwe, na alikuwa akimaanisha, na maana yake ilikuwa ni kwamba nilitoa mimba nyingi sana kabla sijaolewa na mwanae Brown. Na hiyo yote ni kwamba nilikuwa na tamaa kama wanavyofanya binti wengine, kwamba wanakuwa na tamaa za chipsi, wananunua chips kuku, wanakula. Baada ya hapo wakipata mimba wanatoa. Lakini mimi sikuwa hivyo. Na sio kwamba mama mkwe alikuwa anaongea tu hivyo, yaani ni alikuwa anaongea kauli mbali za kunivunja moyo katika ndoa yangu. Lakini mume wangu yaani alikuwa tu ananibembeleza na kuniambia niachane nao, na kuniambia kuwa kelele za chura azimtishi tembo kunywa maji. Nielezeka. Na sio kwamba yaani nielezeka tu. Kwa kweli maneno yalikuwa ni kila siku. Nilichoka, na mimi ni binadamu. Hakuna binadamu ambaye yaani akafanyiwa, yaani akawa anafanyiwa kitu kibaya kila siku akalizika. Na mtu akisema amelizika, ujue kalizika kwa aina mbalimbali. Kwa kweli nilikuwa na mjibu mume wangu nimeelezeka na kujifanya nimepotezea, lakini uongo. Haya maneno mimi nimechoka kila siku. Yaani sasa hivi ninachoamua, ngoja tu nichepuke ili nione kama nitapata mimba, ili nipe hata familia furaha. Yaani kila nikimwambia mume wangu twende kwa wataalamu, anadai yeye ni mzima, ila mimi ndo na matatizo. Na muda mwingine anasema ni mipango ya Mungu, tumwachie Mungu. Muda wa Mungu ukifika atatenda. Lakini yeye anaongea ni mwanaume, na ajui
uchungu ambao mimi naupata ndani ya moyo wangu, na naahidi hapa ni lazima nichepuke, nipate tu ujauzito, ila ya maneno yapungue kwenye ndoa. Na hayo ndo maamuzi niliyofanya. Nikaanza kuwaza ni mwanaume gani ambaye nitatembea naye, ambaye hata nisumbua, sababu nikisema niende tu kwa mwanaume yoyote, ipo siku atanisumbua, aidha atataka mtoto au atakuwa anang'ang'ania ananitaka mara kwa mara. Hapa nilichokuwa nawaza ni bora nitembee na yule kichaa ambaye huwa analala pale nje ya geti. Najua yule nikilala naye, cha kwanza hata ning'ang'ania, hata nifatafata, na baada tu yaani akishanipa mimba nitamtoa pale nje ya geti, yaani nimhamishe akae mbali ili asiwe ananikumbuka, sababu anaweza akaa nakumbuka kuwa tulifanya kitu na akana nililia. Kwa baada tu ya kumalizana naye namfukuza getini kwangu. Basi hayo ilikuwa ni mawazo nilikuwa nawaza. Ilikuwa ni siku ya Jumamosi. Mawifi zangu na mama mkwe pamoja na mume wangu walitoka kwenda matembezini. Basi baada ya kutoka tu nyumbani nikabaki peke yangu. Nikatoka getini kwenda kuangalia hali ya hewa ipoje nje. Kweli nimetoka nje, sikuona dalili ya mume wangu, mala mawifi zangu, wala mama mkwe, ila nilikutana tu na yule kichaa. Nilichokifanya ni kwenda kumshika mkono yule kichaa ili niingie naye ndani, asikwambie mtu. Nilipata shida, yaani kitendo cha kumvuta yule niingie naye ndani alinisumbua. Nikaingia ndani, nikaingia kwenye friji, nikachukua mkate nikatoka nao nje kwa ajili ya kumdanganishia. Nilihangaika mpaka naingia ndani, asikwambie mtu. Nilihangaika sana, na baada tu ya kuingia naye ndani nilichokifanya yaani ni moja kwa moja nikampeleka bafuni, nikamvua nguo zote alizokuwa amevaa, nikaanza kumwogesha huku nikimgusagusa na nikichezea ile ndudu yake. Lo, jamani, mkaka ni amejaliwa ndudu, yaani ni kubwa. Yaani mizuri, yaani maana nikikwambia tango kweli, na jinsi nilivyokuwa naishikashika ikasimama. Basi baada ya kumwogesha
yani nikahakikisha yani ametakata kabisa, yani kuondoa ile shombo la uchafu, yani hivyo, yani nilihakikisha ameng'aa. Baada hapo nikaanza sasa kumfuta maji. Nimemfuta maji, nilivyomaliza nikatoa nguo zile ambazo nilikuwa nimevaa. Nilivyomaliza kutoa zile nguo, nikainama mbele yake. Staili ya mbuzi kagomba kwenda, huku yeye akiwa amesimama nyuma yangu na dudu yake ikiwa imesimama yani, na lilikuwa limesimama hasa tena kwa hasira. Nikarudisha mkono wangu nyuma na kuishika. Baada ya kushika, nilichokifanya nikachomeka kwenye utamu wangu ambao ulikuwa umejaa utelezi mwingi. Yani nilikuwa nimelowana baada ya kuiona ile ndodo. Nilikuwa nimelowana hasa, na hiyo yote ni kutokana tu na kuwa na hamu na ile ndodo. Baada ya kuiona dudu likazama shua. Jamani, yule kaka alinipelekea moto na punde yani hatukukaa sawa, punde tu akakojoa mishahawa ya moto mingi lakini nikiwa nasikilizia vile, yani ule utamu wa zile shahawa, mara ghafla akaniinamisha tena, akaendelea kunipelekea moto. Yani kiukweli alikuwa anamzidi mume wangu, yani ni kichaa, lakini moto aliokuwa anapeleka asikwambie mtu, na raha nilikuwa naisikia yani alinifanya nijikunje vizuri na kujigandamiza, yani sijui nielezaje. Nikanajilamba tu lipsi zangu na huku nikitoa miguno ya raha, soko utamu ule, lakini nikiwa katikati ya utamu na enjoy utamu wa juisi ya kiume ilikuwa inamwagia katika tundu langu la hoba, na nilikuwa natoa miguno ya raha. Nahisi ndio ilikuwa inampa mzuka yule kichaa. Mara ghafla nikasikia mlungurumo wa gari nje. Yani ilinibidi nichomoke haraka kwa yule kichaa, kisha nikachungulia nje kupitia dirisha la bafuni. Yani pasipo kutarajia nishangaa kumwona mume wangu Brown na dada zake na mama mkwe wakiwa wamerudi kutoka matembezini. Leo nimefumaniwa tena vibaya sana, yani na nimefumaniwa na kichaa. Hii aibu sijui hata nitaipeleka wapi mzamda, nitauficha wapi uso wangu jamani. Niliwaza huko nikitetemeka, yani nilikuwa natetemeka kama nyasi za mbuga ziko katikati ya zoba ya upepo, huku macho yangu yakiwa yani hata siri, macho yakiwa yamenitoka kwa uoga sana. Nikanawaza nini nifanye.
Maana ile bafu tulikuwa tunatumia kufanyia ujinga ni bafu ambalo lipo ndani, ambalo huwa tunatumia watu wote, yaani mama, mawifi, achana ile bafu ambalo lipo chumbani kwangu moja kwa moja. Sasa tulifanyia lile bafu ambalo linatumiwa na watu, na ili kichaa aweze kutoka humo ndani ni lazima apitie pale sebuleni. Na wakiwa wanaingia, yaani sio kwamba mara nyingi mawifi zangu wanapenda kujipumzisha sebuleni. Yaani nimekaa na waza, yule kichaa akaniambia, dada, ondoa shaka, mimi ni mwanaume, nitajitetea kiume. Wewe toka bafuni, nenda sebuleni, maana mmeo anakuita. Yaani ujue nilishangaa, kwani aliongea kwa sauti ya chini na iliyojaa msisitizo. Yaani ni kama mtu mwenye akili timamu. Wakati huo mume wangu alikuwa akiendelea kuniita, baby, hello sweetheart, mke wangu. Mume wangu aliniita kwa mara 3 hivi. Nikaitika, mume wangu, nakuja hani. Nilikuwa naoga, nakuja sasa hivi. Yaani nilijibu huku nikachuchumaa kwenye sinki, nikaanza kujitawaza. Maana shawa za ule kichaa, yaani zilikuwa ni nyingi mpaka nyingine zilikuwa zimemwagika kwa chini. Nikajimwagia maji haraka, nikajifunga kanga yangu ambayo nijifunga. Yaani moja nikajifunga juu ya maziwa, nyingine nikafunga kiunoni. Kisha nikatoka huyo, nikaelekea sebuleni. Ile nafika tu sebuleni, wifi mmoja na mama mkwe walinitazama. Yaani unafahamu ile wakiwenza wanapokaaga ndani, ndivyo mimi na mawifi zangu na mama mkwe ndivyo tunavyoishi. Wakanipandisha, wakanishusha, wakanipandisha, wakanishusha. Yaani nakichukia hiki mwanamke, kione vile sura yake kama mjusi aliyebemendwa. Hivi kwa nini wewe mwanamke una adabu na mmeo? Kungi wako haja kufunza kwamba mmeo anapofika, yaani anapofika nyumbani, hata kama unaoga uko bafuni, hujamaliza kuoga, unapaswa kutoka hivyo hivyo kumsikiliza. Sina kuuliza wewe kikaragosi. Mama mkwe aliongea huko akiwa ananifokea. Sikumjibu kitu chochote. Nisimama, nimekaa kimya, nimesimama wima kama bubu. Hamna mama, hebu mwache. Mwacheni jamani mke wangu. Mbona mnavuka mpaka sana jamani? Kwani kawakosea nini? Yaani haijai kupita siku mkamwacha salama. Yaani nyinyi kila siku mnamkejeli na mnamwambia maneno ya ajabu ajabu. Mwacheni basi, mpumzisheni. Mungu Brown aliingilia. Kisha akanivutia kifuani kwake na kunikumbatia mbele ya mawifi na mama mkwe.
ondoa shaka mke wangu, kwani wewe mpaka leo hii hujamzoea tu mama mkwe wako kwa maneno yake. Wewe hata usikasirike, chukulia tu mambo ya kawaida. Aliniambia mama wangu Brown huko akiwa ananipakata. Yaani Brown mume wangu ni mtu ambaye amezoea kuishi yani kistaa sana. Ananikumbatia mbele ya dada zake, ananipiga mabusu mbele ya dada zake na mama yake bila hata kuogopa. Na baada ya mama mkwe na watoto wake kuona vile na bembelezwa mbele yao, walivuta midomo. Asikwambie mtu. Yaani walivuta midomo kama vile ni wamelazimishwa kukaa kuniangalia. Yaani na walikuwa wanatamani yani ungekuwa na uwezo tu kweli. Wangekuwa shanimeza muda sana. Sana. Ndio hivyo ishachelewa. Nishaolewa, nipo ndani ya ndoa. Na walivyoona kubembelezwa kwa mizidi, yaani nazidi kubembelezwa, yakawashinda. Wakaamua kuondoka sebuleni kwenda kwenye vyumba vyao. Wakaniacha mimi na mume wangu Brown sebuleni. Achana nao bana. Afu nikwambie kitu leo. Nimekumisi na nina hamu na utamu wangu. Alisema Brown kwa kinibusu usoni. Usijali mme, mimi ni mali yako. Twende chumbani basi, nikakupa utamu wako, nilimwambia Brown. Lakini wakati yani wakati tunanyanyuka pale sebuleni, ghafla mama mkwe akiwa ametoka na kijitaulo. Yaani ametoka chumbani kwake akiwa anaelekea bafuni kuoga. Na bafu lenyewe sasa ni lile bafu la ndani nilipomwacha ule kichaa. Yaani nilijikuta napatwa na kitete. Yaani kitete haswa. Yaani na miguu, yaani ilishindwa, yaani niseme ni ganzi ambayo yaani ilinifanya yaani nishindwe kutoka pale nilipokuwa nimesimama, sababu tulikuwa tunaenda chumbani na mume wangu. Kwa kumwona vile mama mkwe anaelekea bafuni, ndogo, hata sielewi nielezaje. Yaani bora ufanyiwe vyote, lakini usifumaniwe na adui yako. Mbona umeganda? Twende chumbani bwana mke wangu, aliniambia Brown. Wakati huo mama mkwe akiwa anaendelea kutembea kwenye korido. Nikasema leo sijui itakuwaje leo. Wakati huo nimekaa na waza, ujue nilikuwa nimeganda. Mke wangu, mbona sikuelewi? Yaani umeganda kama sanamu kumtazama mamangu anapoenda bafuni kuoga. Shida ni nini? Au kakupandisha hasira unataka ukampige? Maana nyie wake zetu mnapitia mateso makubwa sana, tena na mazito na hawa mama mkwe. Eti mke wangu, usifikie huko sasa. Aliniambia Brown baada ya kuniona nimeganda, yaani na macho yangu yakiwa yanaelekea kwa mama yake.
nikiwa naelekea bafuni. Hapana, sina nia ya kumpiga, usijali. Na wala hata usije ukanifikiria vibaya hivyo, kwa sababu yule ni mama yako mzazi na ni mamangu pia mzaa chema. Siwezi kumfanyia hivyo. Nahisi kama tumbo linaniuma, ndio maana nimeganda. Na limeanza ghafla. Yaani kama vile sijui, yaani sielewi, nimpata stroke. Nilidanganya. Lakini ukweli ni kwamba nilikuwa nawaza itakuwaje baada ya mamangu kuingia bafuni na kumkuta yule kaka kichaa. Basi sweetheart, twende kitandani ukapumzike, labda utajisikia vizuri, alisema mume wangu na kunikokota moja kwa moja mpaka kitandani. Akanilaza, akanisemesha maneno matamu, lakini mwili, akili, roho na masikio vyote vilikuwa vimetega, yani kusikia kitu kitakachoenda kutokea bafuni. Hivyo tu na sio kitu kingine. Nakupenda sana mke wangu, na kuhusu swala la kupata mtoto, hilo sina haraka nalo sana kivile, maana najua wakati mahususi wa Mungu ukifika tutapata mtoto. Aliongea mume wangu kwa sauti tulivu na kubembeleza, lakini mimi bado, yani anachoongea kinaingilia kushoto, kinatokea kulia. Nawaza tu bafuni. Punde nikasikia mama mkwe akijimwagia maji. Hapo nikaanza kuwaza, ina maana hajakutana yule kaka kichaa bafuni? Mbona sijasikia kukulukakala yoyote au kelele zozote? Sasa yule kaka kichaa alikuwa yani katokea wapi? Maana hawezi akatoka nje bila kupitia sebuleni. Na kama angekuwa ametoka, ni lazima angekutana mama mkwe kwenye corridor ili kuelekea bafuni. Sasa katokaje? Niliwaza, yani nimekaa na waza, nimeganda, nikasipati jibu. Imekuwaje? Wakati huo Bloni mume wangu alikuwa akinishikashika na kunipapasa, yani ili kunipandisha steam za kufanya mapenzi. Mume wangu, niache kwanza, sijisikii vizuri yani. Ngoja nipumzike kidogo tu, nilimwambia Brown wangu. Lakini ukweli ni kwamba sikuwa nimechoka, ila ilikuwa nilikuwa na mawazo. Ni mawazo, yani nashindwa kuelewa imekuwaje. Na yule kaka kichaa katokaje bafuni? Basi Mungu akanilaza juu ya kifua chake. Tulikaa kimya pale kitandani mpaka yeye akapitwa na usingizi. Nikajiondosha kifuani kwake ni taratibu na kuacha kitanda. Nimetoka, nikamwacha yeye akiwa na koroma. Mie taratibu nikatoka chumbani na kuelekea bafuni. Kwani wakati huo mama mkwe tayari alikuwa ashamaliza kuoga na alikuwa ashaenda chumbani kwake, ameenda kujipodoa. Basi bwana, nilipofika bafuni
Nikatupa macho huku na kule, kaka kichaa hakuwepo, lakini nilipotupia jicho la dari kwenye singboard niliona tundu kubwa ambalo halikuwepo hapo kabla. Sasa hapo ndipo nilipogundua pole pole kuwa yule kaka kichaa katoboa juu ya dari ili aweze kupita. Yule hata kama huyu niliwaza huyu ni kichaa kweli? Hii akili ya kufanya hivi kaipata wapi? Mungu wangu, mlinde kichaa wangu. Yaani kama kajificha huko juu ya dari asije tu akapata shoti, maana zile wiring za umeme zote zipo juu. Mungu msaidie atoke tu salama, nijisemea kimoyo moyo. Kisha nikatoka mle bafuni na kutoka nje kabisa. Nilipozunguka nyuma ya nyumba nilishangaa kuona tundu lingine la singboard la nyuma ya nyumba. Hapo nikagundua kweli yule kichaa alisalimika na kutoka nje akiwa salama kabisa. Nikawaza, siamini kama yule mkaka ni kichaa kweli. Yaani amewezaje kuyakwepa yale mawaya yote juu ya singboard? Yaani imekuwaje? Na hajasababisha shoti yoyote. Huyu sio kichaa bwana. Ila kama ni kichaa, basi Mungu wake anamlinda sana. Nijisemea mwenyewe. Ilipofika mida 2:00, ile 2:00 usiku, nikaamua sasa nitoke nje ya geti. Nikawa naelekea sasa kwenye ile pagala ambalo ile kichaa anapenda sana kukaa, ambapo nipo opposite na nyumba yetu. Nimeenda. Nilipofika pale, nikaingia ndani. Na mle ndani kulikuwa na giza totolo. Mara nikaona mwanga hafifu wa tochi ya vyumba ya ile nyumba, ile pagala. Nilipotazama kwa makini, nikamwona yule kaka kichaa amekaa chini ndani ya kile chumba. Nikamfuata. Samani kaka, nisamehe. Mimi nimekuweka katika hali hatarishi, lakini Mungu kakuokoa. Naomba nisamehe. Nilimwambia, usijali dada. Mimi kama mwanaume napaswa kutambua changamoto. Ni sehemu ya maisha yangu. Hivyo sipaswi kuonyesha udhaifu mbele ya mtoto wa kike ambaye na yeye ni kiumbe dhaifu. Hivyo kuonyesha udhaifu mbele ya mwanamke kutafanya kuone wewe ni dhaifu. Alisema yule kaka kichaa. Hivi kaka, unaitwa nani? Na mbona ongea yako inaonekana ni mtu smart tu na wala sio kichaa? Nimeuliza. Akajibu, mimi naitwa Godwin. Kuhusu mengine zaidi utafahamu siku za mbeleni. Kwa sasa
siwezi kuongelea chochote, jua tu hivyo. Naitwa Godwin. Basi alisema yule mkaka kichaa. Basi sawa, nitafurahi sana siku ukinipa stori yako, maana umenishangaza sana. Nilimwambia, akanikumbatia na kuniambia, usijali, wakati ukifika utafahamu. Sawa mpenzi, nilimjibu. Unajua, ulinikatisha utamu. Tumalizie basi, alisema huku akinishika mkono, na kisha mkono wake mwingine akanaupitisha kwenye kanga nilikuwa nimevaa, sababu ndani nilikuwa nimevaa chupi. Alipofikisha mkono kwenye chupi, kiukweli, yani akasogeza chupi upande. Aliposogeza chupi upande, akaingiza kidole chake kidogo ndani ya utomo wangu. Ujue nilishia tu kugumia kwa utamu. Jamani, Godwin, kama tutafanya haraka, maana nimemwacha mume wangu ndani, nilimwambia Godwin kwa sauti ya mahaba. Lakini kabla hatujakaa sawa, yani bila kutegemea, tukashtukia yani nikiitwa nje, yani kana kwamba nilikuwa natafutwa. Wifi Zamda, ilisikika sauti ya yangu akiita, na ndipo niliposikia tena sauti ya mume wangu akilalamika, huyu mwanamke sasa kaenda wapi jamani? Maana hata msalani hayupo. Sasa kaenda wapi? Mbona ameanza tabia ya ajabu jamani mke wangu? Mume wangu alikuwa akilalamika, yani kwa sauti ya hasira sana. Kaka, siku zote tunakwambia huyu mwanamke achana naye. Usikute hata mimba anashika ila hataki kukuzalia, na ukute pengine anatumia hata zile njia za uzazi wa mpango bila hata wewe kujua, ili tu asikuzalie. Na uende ukute ana mke wake huko na ana mipango yake, yani ana mipango yake baadaye, hasa baadaye na mtu wake. Nisikie wifi yangu mdogo. Lakini sasa kama kwa kaka yake, wakati huo mwanga wa tochi ushapenyeza, yani unapenyeza kwenye dirisha ambalo nipo mimi na yule kaka kichaa kwenye ile jumba bovu. Nilibaki natetemeka, misuli yani mithili ya kifaranga aliyenyeshwa na mvua, nikiomba dua, Mungu nisaidie, yani isije wakatokea wakapata wazo wakaingia ndani ya mjengo. Nimeisha mimi. Usijali mpenzi wangu, kaa kwa utulivu, yani tulia kama unanyolewa. Najua wazi kuwa hawa hawezi wakaingia humo ndani. Godwin yule kaka kichaa alimfariji, huku akiwa anamkumbatia kwa nguvu sana. Waliendelea kunitafuta huko nje, wakiendelea kupiga mazogo, mtu na kaka yake huko nje. Au atakuwa ameenda kwao.
Nilimsikia wifi akimuuliza kaka, sidhani mpaka simu kaacha, hebu turudi ndani, maana yeye si mtoto mdogo, kwamba amepotea tumtafute. Atarudi tu na ataeleza alipokuwepo, alisema mume wangu. Nikasikia tu anafungua geti na kuingia ndani. Nilishusha pumzi kwa nguvu, sio kidogo, kwa nguvu, kwa kunusulika. Yaani ni mara ya pili nimenusulika kufumaniwa. Basi baada ya mume wangu na dake kuingia ndani, sasa tutakuwa huru kufanya yanayostahili. Kichaa kanza yake, akaanza kunilambalamba shingo yangu, yaani misili ya paka akiwa na mlambalamba mwanaye. Basi mwenzangu, na kile kibaridi cha usiku, yaani nikajikuta yaani nasisimkwa, yaani mpaka nywele za mwili wote zikasimama, maana sio kwa nyege zile. Alafu wewe, inaonekana mumeo hawezi kazi, inakuwaje anakuacha na nyege? Tena na nyege zenyewe sio ndogo, yaani una nyege nyingi sana. Ndio maana mchana ule nilipoingiza tu gobole langu kwenye kitumbua chako, lilitoka na mapovu mengi meupe, kuashiria kwamba una nyege nyingi sana. Kwa sasa hivi inatakiwa uvumilie, nikusugue, yaani nikisugue mpaka zikauke. Au unasemaje mpenzi? Aliniambia yule kaka kichaa. Sawa mpenzi, nisugue vizuri, unikate kiu yangu. Niamwambia yule kaka kichaa. Kisha akapiga magoti juu ya ile minguo yake michafu ambayo ilikuwa mle ndani, akaniambia nilale kifudifudi sehemu ya kifua chake, na kuniambia niinue kiuno juu. Kisha akapita kwa chini, yaani akatokizea, yaani nilikuwa nimeegemea kifuani kwake, kwa yeye vile nilivyokuwa nimeinama, yaani nilivyokuwa nimeinama, akaniambia nipige magoti. Nilipopiga magoti, akapita chini kwa chini, akaja akatokezea kwa nyuma, yaani jinsi alivyonielekeza ndio nilivyofanya. Hii ilimrahisishia yeye, na pia ilirahisisha papuchi kwangu kuonekana vizuri, na kulikuweni kulionekana vizuri. Yeye akaja nyuma yangu. Sasa mara nilishangaa, aliingiza ulimi, yaani ulimi wake uliingia papuchi kwangu yaani hapo ndipo yaani alipozidi kunichanganya. Unajua nilichanganyikiwa, nilikugumia, na hapo ndipo nilipoanza kukata mauno, kwa sababu ule ulimi alikuwa anauchezesha mle ndani. Asikwambie mtu. Mkaka anajua, yaani ni anajua. Tamu, nyonya, raha. Yaani nilikuwa nagugumia,
Yaani jinsi ninavyogumia, yaani kama vile nampandisha mzuka yule kaka. Alikuwa ananyonya, yaani ananyonya haswa, alinyonya vizuri sana. Na baada ya kuhakikisha kuwa nimeloa, yaani nipo tepe tepe, akapiga magoti nyuma yangu na akaishika dulolo lake. Kisha sasa na jinsi papo chipangu palivyokuwa papo nyanga nyanga, kwa akachukua ile dulolo lake akalizamisha mpaka ndani, hadi niliteleza, yaani kama vile wanasema mpaka maka. Na jinsi ilivyokuwa, alianza kwa spidi ya taratibu, yaani nyama kwa nyama. Yule mpaka kichaa, yaani alianza kunipa pole pole, yaani bila haraka yoyote. Yaani nikasahau kabisa kuwa nilikuwa natafutwa nyumbani. Na jinsi muda ulivyokuwa unazidi kwenda, na ndo jinsi alivyokuwa anaongeza speed. Na jinsi alivyokuwa anafanya ni kama vile wale wanaotonga mpunga au mahindi kwenye kinu. Alinipelekea moto. Nikisema moto, ni moto kweli, tofauti na ule wa mchana bafuni. Sasa huu ulikuwa ni moto ambao hadi nilikosa nguvu, nikahisi kizunguzungu. Ndipo aliponikumbatia, yaani aliponikumbatia na kunishika kiuno kwa nguvu. Hapo nikagundua kwa alikuwa anamwaga shawa, na zilitoka nyingi. Alikuwa acha na zile safari zilizopita zile kule chumbani. Sasa hivi ni nyingi, yaani mpaka nyingine zikawa zinachuruzika pembeni. Lakini tukiwa tunataka sasa kuachiana, maana nikasikia majibizano nje. Mimi siwezi kulala bila Zamda, yaani sijui alipo, na nimepiga simu mpaka kwao hayupo. Na sasa hivi ni usiku, tumtafute kila kona. Shikeni tochi, wengine waingie kwenye ile jengo chakavu hapo waangalie, wengine zungukeni huko nyuma. Inaonekana ni kwamba kuna watu wapo na mume wangu wananitafuta. Usikia tu vile macho yalinitoka kwa hofu, moyo wangu ukaanza kudunda kwa haraka haraka, yaani mapigo ya moyo. Pale nilipo nimechoka. Unajua nilikuwa nimechoka mpaka nahisi kizunguzungu. Lakini baada ya kusikia vile, sikuhisi tena kizunguzungu. Sikuhisi kizunguzungu chochote. Yaani kajikuta na nguvu. Na hapo ndipo niliposema, yaani sasa hivi piga ua galagaza. Saizi nafumaniwa. Saizi naenda kuaibika mimi Zamda. Wakati nazidi kuwaza pale, mara nikashangaa mwanga wa tochi, yaani unamulika kuja mle ndani kwenye ile jengo. Hapo ndipo nilipoishiwa nguvu kabisa. Mwisho wa sehemu ya kwanza ndio mwanzo wa sehemu ya pili. Je, Zamda atafumaniwa na mume wake atachukua hatua gani?
atapatikana au itakuwaje? Usikose kuungana na mimi katika sehemu inayofuata. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Bye.